بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد. Mheshimiwa Gavana wetu, ndugu yangu Emmanuel Tutuba, ndugu yangu mzee wangu Balozi Sefuo, rafiki yangu na mkaribu wangu ambaye alimkabidhi mkoa wa Dar es Salaam mzee Mliro, Mheshimiwa Askofu, waalikwa wote wenzangu ambao tumealikwa pamoja katika hafla hii ya leo. Neno fupi tu kwa sababu wakati haututoshi. Mwezi wa Ramadhani ni chuo alichokichagua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kinachofanyika mwezi mmoja wa mwaka. Mfumo wa mwaka ni miezi 12. Ruhusa ya kula na kunywa ni miezi 11. Mwezi mmoja Mungu ameutoa kama chuo, watu wajifunze mambo mengi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kubwa katika hilo ni ucha Mungu, lakini linalofuatia ni akhlaq au tabia njema au maadili. Ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna watu wajifunza mambo mengi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wajifunza subira, usubiri, kustahimiliana, kupendana, kualikana, kujengana, kufundishana, kuhazahazana. Haya mambo yote watu wanayapata katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Ni maudhui mapana ambayo yanahitaji muda mzuri kuyaeleza ili wapate kuelewa watu faida ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Ndani ya mwezi wa Ramadhani tunajifunza namna ya kutunza amani ya nchi. Amani ya mtu na mtu, amani ya familia na familia, amani ya nyumba na nyumba, amani ya watu ambao wanaishi kama ndugu, kama binadamu, kwa kuvumiliana, kwa ikhtilafu zao za kimadhhabi na ikhtilafu zao za kidini. Haya wanajifunza katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani unatufunza namna kuamiliana baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Uislamu ni dini nyepesi sana ambayo imekuja kuwafundisha watu hata namna ya kuishi na watu wasiokuwa Waislamu. Mwenyewe Mungu ameeleza, lakini muda utoshi sana. Anasema la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Tafsiri ya jumla, Mwenyezi Mungu anasema Mungu nyinyi Waislamu hamikatazi kuamiliana na watu wasiokuwa Waislamu. Mnatakiwa kama Waislamu muamiliane na watu wasiokuwa Waislamu kwa kukaa nao kwa wema, kushirikiana nao katika mambo mazuri, mambo ya kheri ambayo yataleta amani, yataleta utulivu, yataleta mshikamano na umoja katika jamii yenu. Kwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi una mambo mengi, lakini nimshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Gavana kwa kutengeneza iftari hii, yeye na wasaidizi wake, naibu gavana pamoja na watu wote wa Benki Kuu ambao wameshirikiana kufanya jambo hili. Mimi niwapongeze kwamba mmefanya jambo kama hili, na tangu siku ile mlipoamua kulianza jambo hili, na waombea Mungu msiliache hata siku moja. Na kuna neno alizungumza msemaji wetu, kijana wetu aliotoka hapa, juu ya masuala ya kutoa mafunzo, ya kuelewa masuala ya kibenki, masuala ya kipesa. Uislamu umezungumza namna ya utunzaji wa pesa, namna ya economize maisha, lakini na namna ya matumizi mtu unatakiwa uwe namna gani.
Uislamu umezungumza kwa uwanja mpana. Hata Mtume akasema man iqtasada ghanahu Allah wa man badhar afqarahu Allah. Yani anayetumia wastani katika maisha, Mwenyezi Mungu anamfanya aweze kuishi vizuri katika maisha yake na kumfanya awe na akiba inayoendelea kumtunza katika maisha yake. Na anayetumia ovyo bila kujua utaratibu na kanuni za kifedha na za kimali, akatumia ovyo ovyo, Mwenyezi Mungu anamwachia tu ende mpaka amsoze awe fukara au awe maskini kutokana na ujinga anaofanya kutumia ovyo bila kuangalia utaratibu na kanuni za kifedha. Ndugu yangu gavana, ilikuwa niseme sana ili nikuchokoze na ilikuwa mimi niseme mwanzo afu baadaye useme wewe ili uje tueleze mambo ya kibenki. Nakushukuru sana kwa kutualika. Na mimi nashukuru kwa sababu sijawahi kufika. Mwaka jana niliagiza mtu akaja, afu mwaka huu nikapata mushkeli kidogo. Nilikuwa katika darasa la tafsiri ya Qur'ani kwenye msikiti mkuu. Nataka kuja, nikapata jambo, nikaenda nyumbani kwanza. Afu kasema basi sendi. Kuna vijana wangu wawili, mmoja alisema hapa pamoja na naibu katibu utawala, nikaba nyinyi nendeni. Alafu nyinyi watu wa secular mtakutana na watu wenzenu wa secular. Tutakwenda kuminyana. Alafu ikatokea kwamba nimepata kijinafasi kidogo, nikakumbuka Mheshimiwa Gavana akasema ngoja nikimbie, hata kama nitawakuta wanaanza kufuru na mimi nitaingia. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nimeweza kuwahi, tumeweza kufuturu pamoja, tumejifunza mengi, tumepata mengi. Niseme tu muendelee kutoa elimu inayohusiana na masuala ya fedha. Jambo muhimu sana. Haifai kuachia wananchi wanajifanyia mambo hivi tu. Ndio kama hivi wanaanzisha upatu, wanaanzisha hivi, mara unasikia watu wamepigana, mara nani. Mimi mwenyewe nishawaokoa baadhi ya watu ambao wameanzisha upatu wakataka kuangamizana. Kwa hiyo endeleeni kama benki kuu kuweza kudhibiti. Na hiyo ni moja katika njia ya kulinda amani katika nchi. Watu wanapokuwa na elimu ya kujua namna matumizi ya pesa, namna gani watachukua mikopo iliyokuwa halali, mikopo isiyokuwa na riba, namna gani wataweza kuendesha shughuli zao, biashara zao watazifungua vipi. Wataalamu wa fedha wako, wataalamu wa biashara wapo, mnao nyinyi. Toeni elimu kama hii. Kama vile ninavyomwona ndugu yangu Mliro anavyotoa elimu ya mambo ya barabara, mambo ya nini kwa watu wake, aliowaagiza watoe elimu hiyo. Basi na nyinyi msiache kutoa elimu ya namna hiyo ili tuweze kufikia mahala ambapo mwananchi ataweza kufanya shughuli zake kwa uzuri. Mwisho nisisitize swala la amani. Mwaka tulionao ni mwaka muhimu sana katika kufikiria swala la amani. Ni mwaka muhimu sana kuzuia na kuziba viashiria ambavyo vinaweza vikasababisha kuharibika kwa amani katika nchi yetu. Ni mwaka ambao tunahitajika kujitambua. Mimi na slogan yangu inaitwa jitambue, badilika, wacha mazoea. Hii slogan haichakai kwa sababu mahali popote utakapoingiza inakubali kufasirika. Kwa hiyo kuna haja kujitambua, na kuna haja kama mtu ana fikra za ovyo hivi, abadilishe zile fikra zake, arudi katika fikra nzuri, aone kuna umuhimu wa kuitunza amani katika nchi yetu. Angalia nchi nyingi ambazo zimetuzunguka, kila itakapokuwa wanazungumza nazo wanaiashiria Tanzania kwamba ndio mahala pa amani. Msemaji mmoja wa Kiarabu amesema neno mengi, nikisema kwa Kiarabu nitakuwa nachanganya sana, nifasiri tu kwa Kiswahili. Anasema tunaunga mboga kwa chumvi, kisha ile mboga inakuwa tamu na inakuwa nzuri, kwa sababu chumvi imekuwa ni kitu kizuri na kiko safi, kimeweza kutengeneza nyama au utoezi ambao kwamba umekusudiwa kutiwa chumvi. Sasa hali ni ipi itakapokuwa chumvi yenyewe imeharibika? Chumvi yenyewe kiharibika, utatengeneza kitu gani? Utaunga nini? Sasa sisi ni chumvi hapa Tanzania. Tunategemea kuwatengeneza watu wengine walio nje ya nchi yetu au nchi jirani. Itakapokuwa sisi tumeharibika, watu watakimbilia wapi? Na mahala pa kukimbilia ni hapa Tanzania. Watanzania tushikamane na amani, tutunze amani. Mwisho ninamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aitie amani nchi yetu, atie baraka katika nchi yetu, atie utulivu katika nchi yetu,
awajalie viongozi wetu, hasa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu ampe taufiki ya kuongoza, lakini amlinde na mhifadhi yeye na wasaidizi wake wote. Na Mwenyezi Mungu atujalie sisi sote tuliohudhuria na wale ambao wanatuona, awatie baraka tukitoka hapa. Mwenyezi Mungu atukufirie madhambi yetu na azistiri aibu zetu. Na Mwenyezi Mungu namuomba itie baraka hii benki kuu, na hasa chini ya uongozi wa ndugu yangu Emmanuel, na Mwenyezi Mungu awajalie wafanyakazi wote wa benki pamoja na mabenki mengine yaliyohudhuria hafla hii. Mwenyezi Mungu awape baraka na wafungulie mambo yao na awalinde na kila madhara na kila makero kwa fadhila ya mwezi huu wa Ramadhani. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.